Tanzania oye! Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, siku ya leo imekuwa njema kama jinsi ambavyo ameturuzuku siku nyingine zilizopita zimekuwa njema pia. Leo nimekuja hapa katika kutembelea maonyesho yetu ya 50 ya Sabasaba ambayo yanakutanisha nchi mbalimbali zaidi ya 24 katika maonyesho haya, lakini pia mjumuiko wa kibiashara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu, yeye pamoja na mgeni rasmi wa siku hiyo Mheshimiwa Chapo kutoka Mozambique, walifungua maonyesho haya tarehe 3 ambapo yalianza tarehe 26 ya mwezi wa sita. Na hivi sasa leo tarehe 6, hali ni nzuri na ni shwari. Shughuli nyingi za kibiashara, za kijamii, lakini pia wanaokuja katika maonyesho zinaendelea vizuri mahali hapa kama jinsi ilivyo katika maeneo mengine ya nchi nzima. Siku ya leo nimepata bahati ya kutembelea maeneo kadhaa, lakini nitaje kwa uchache. Moja, kwenye huduma nzuri zinazotolewa na jeshi letu la magereza. Wana huduma pale ambazo wanazitoa, moja wapo ni hiyo ya kufanya urekebu kwa wale ambao wamehukumiwa vifungo kwa mujibu wa sheria, lakini tuna utaratibu ambao Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba magereza sasa zikabadilike na kuwafanya wale ambao wanatumikia kifungo watoke wakiwa na taaluma. Mmeshuhudia wenyewe, wametengeneza pale mabegi, ushonaji, lakini pia ufundi wa karakana zile za ufundi wa makarpenta, umetengeneza vifaa mbalimbali, tumeshuhudia wenyewe. Lakini pia masuala ya ufugaji wanafanya, mbali na ufugaji kuna maziwa ya kisasa mpaka kuna yogurt. Tumeona mazao ya kilimo na ya biashara, mazao ya chakula. Tumeshuhudia vitu vingi sana pale magereza, na kwa maana hiyo ni hatua kubwa. Lakini pia ushuhuda uliopo ni kwamba tumeanza kuelekea katika hatua ya kujitosheleza kwenye chakula. Lakini pia tumeenda idara ya uhamiaji, tumeona huduma za utoaji wa passport, lakini pia vibali vya kazi kwa maana ya work permit, kwa maana zinatolewa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia residence permit ya ukaazi zinatolewa kwenye idara hiyo, ikiwa ni pamoja na pasi za kusafiria, pamoja na huduma nyingine saidizi za watu ambao wanaingia nchini na wale wanaotoka nchini. Watanzania wanapata pasi za kusafiria na nyaraka muhimu zinazohusiana na kusafiri au kutoka kwenda kwenye maeneo mengine. Mifumo na teknolojia ya kisasa ya passenger information, advanced passenger information system, tumeona pale jinsi ambavyo mtu anapokuja ndani ya nchi, kabla hajafika kwenye mpaka wetu au kuingia kupitia airport zetu, tunapata taarifa zake mapema kabla hajafika hapa, na kama ni mhalifu hawezi kuja nchini. Kwa hiyo maboresho hayo yameendelea kufanyika, lakini pia hata passport yetu ni moja kati ya passport bora na ya kisasa ambayo tulipata awadi kwa ukanda wote wa Afrika kuwa passport bora zaidi yenye taarifa nyingi za kiusalama. Mbali na mambo mengine mengi mazuri ambayo wanaendelea kuyaratibu, wana kampeni muhimu ya mjue jirani yako. Hii ni kampeni ambayo inatusaidia sisi Watanzania wote kwamba tuwajue jirani zetu, tuwajue watu ambao tunachangamana nao, si tu kwa majina, lakini ujue pia asili yake ni ipi. Kama ni mgeni, ujue kama amefuata utaratibu wa kuwa hapa nchini. Ni kwa ajili ya kuimarisha usalama. Kampeni ya mjue jirani yako inakusudia pia katika kulinda usalama wa raia wa Tanzania, rasilimali zao, lakini pia rasilimali za taifa na mjumuiko wa kiuchumi wa ujumla, ili wasije wakaja wageni hapa bila kufuata utaratibu na hatimaye wakachukua ajira za wageni. Kwa maana tuna ile sheria yetu ambayo inaangalia local content, na priority kwa serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba ajira zinapewa kipaumbele kwa wazawa. Kwa hiyo kampeni ya mjue jirani yako, mbali na masuala ya ulinzi na usalama, lakini itatusaidia pia kulinda ajira zetu na rasilimali zetu hapa nchini. Nimepata fursa pia kwenda pale NIDA ambayo ni mamlaka inayohusika na vitambulisho vyetu vya taifa. Wamepiga hatua nzuri kisayansi na kiteknolojia kwa maana kutoa huduma
wanarekebisha majina ambayo yamekosewa, lakini pia vitambulisho ambavyo vina changamoto unaweza kukirudisha na ukaenda kupewa kama huduma yako Mtanzania kwa muda mfupi sana, kwa sababu tayari wana mitambo ya kisasa ambayo inatoa huduma hiyo. Lakini vivyo hivyo wanatoa jamii namba ambayo ndio kitambulisho chako kinachokufanya kuweza kujulikana kama Mtanzania, na kitambulisho hiki kina sifa ambazo Watanzania wote ni wahamasishe muweze kuwa nacho, kwa sababu kinakusaidia kuweza kupata huduma nyingi na maeneo mengi zaidi kuliko vitambulisho vingine. Pengine kipo cha passport size, ambayo passport kwa maana ya passport ya kusafiria, nayo pia ni kitambulisho cha mpiga kura, lakini pia vitambulisho vingine vikiwemo vya kuzaliwa na vingine ambavyo vinatambulika kwa mujibu wa sheria kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Lakini hata hivyo NIDA bado inabaki kuwa ya muhimu na ya msingi sana. Kwa hiyo niwahamasishe Mtanzania ambaye hauna NIDA, jitahidi uwe na NIDA ili uweze kupata namba hiyo itakayokutambua kama namba yako ya jamii, na hatua ya baadaye hata watoto, hata kama ukiwa ni mkimbizi au mtu ambaye ni mgeni, utapewa NIDA, kitambulisho hicho cha NIDA ambacho kitakutambua kwa status yako, na utapata kuheshimika zaidi na kupewa huduma kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo nihamasishe wale ambao wameshajisajili. Ni bahati mbaya sana tuna wananchi zaidi ya 652,000 ambao vitambulisho vyao vya jamii namba imetoka kwa maana ya NIN, NI, ile National Identity Number imekwisha kutoka na kadi yake iko tayari, lakini hawajaenda kuchukua kwenye maeneo ya kata zao au kwenye halmashauri. Kwa hiyo niwahamasishe sana kwamba wananchi waende kuchukua, lakini pia kuna namba maalum ambazo zimetolewa kwa ajili ya wao kupata taarifa kupitia simu zao za mkononi, kwa maana ya simu ya kiganjani. Nimeweza kutembelea pia huduma za jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Tumeona pale vifaa vya kisasa ambavyo vipo. Mheshimiwa Rais ametupatia magari zaidi ya 300 ambayo yana sifa mbalimbali. Mojawapo ni ile fire tender ambapo zina rada na ile fire tender ambazo zinasaidia kuweza kuzima majanga ya moto, lakini pia kuna zile ladder table ambazo zina uwezo wa kwenda kuzima moto hata ulio kwenye gorofa zaidi ya 12. Mmeziona pale, tumefanya majaribio. Kwa hiyo tuna vifaa vya kisasa kuweza kuhakikisha tunakabiliana na majanga haya ya moto, lakini vile vile vifaa vya uokoaji. Mmeona kuna gari maalum lile la njano la kuokoa majanga yanayotokana na kemikali, zile hazards, nalo lipo pale, na tunayo katika maeneo mbalimbali zikiwemo ambulance, lakini pia boti zaidi ya 90 ambazo ziko pale. Lakini vivyo hivyo tuna ndege helikopta kwa ajili ya uokoaji kwenye maeneo kwa mfano ya misitu, uzimaji wa moto. Marubani tayari tunawatafuta, lakini pia wapo ambao wakwetu wa ndani wa askari ambao wameenda kupata mafunzo kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kweli kwenye maeneo ya ulinzi na usalama tumejizatiti kwenye maeneo mengi. Vipo vifaa vya kisasa vya kufungua. Kama kuna gari imepata ajali imejikunja chuma, kuna watu wanahitaji uokovu, mmeona pale zile mashine za kisasa ambazo zinaweza zikakata chuma au zikanyanyua chuma, na maboya yale ambayo yanajazwa upepo yananyanyua gari. Kwa hiyo yote hivi ni vifaa ambavyo tumejizatiti navyo kuweza kuhakikisha shughuli za uokoaji zinafanyika, lakini pia shughuli za kuzima moto pale inapotokea majanga kama hayo. Niwahamasishe wananchi waendelee kupiga 114 pale ambapo inatokea changamoto zinapohitajika huduma za uokoaji, pamoja na zile huduma zinazohusiana na uzimaji wa moto. Nimeweza kupata pia fursa ya kutembelea eneo jingine la jeshi letu la polisi. Mmeona tumeanzia kwenye maeneo mengi, na jeshi la polisi lina maeneo mengi zaidi ambayo nikiyaeleza hapa muda hautatosha, kwa sababu kuna vitengo maalum mahususi. Kwa uchache ni vitaje 4, lakini pia kuna section au commission mbalimbali zaidi ya 29 ambazo nimezitembelea pale, sijaweza kuzimaliza zote. Hizi zinatoa huduma kwa wananchi kwenye masuala ya jinai, masuala ya human resource, lakini pia masuala ya madawa ya kulevya, vitengo vinavyohusika na Interpol kwa maana ya International Police, ambapo kuna muunganiko kati ya jeshi letu polisi, sisi ni nchi wanachama. Kwa mhalifu yoyote atakaye kuwapo popote akifanya kosa hapa nchini,
au akivuka mipaka bado tunaweza kumfikia ili aweze kukamatwa na kufikishwa mbele ya mkono wa sheria, kwa maana tunasema sheria ni msumeno. Lakini pia tunaposema serikali na mkono mrefu, ndio maana ya kuwa kwenye mashirikisho kama haya ya polisi ya kimataifa, shirikisho la polisi duniani, ambalo tunaweza mhalifu tukampata popote pale aliko. Ukiona kama kuna mhalifu wa nchi hii anatamba nje ya nchi, ujue tu hatua zinaendelea, lakini hatua ya mwisho tutakukamata, tutakunyakua na utafikishwa mbele ya mahakama ili ujibu mashtaka yako na hatimaye upate kile unachostahili. Lakini vivyo hivyo kwenye jeshi la polisi mmeona, ukiacha kwenye vitengo hivyo, tumeenda usalama barabarani, wamejipanga vizuri na mnaona huduma zinatolewa nchi nzima. Pale maeneo ambayo tumeweka taa za barabarani, hata pale ambapo taa za barabarani zinapozidiwa nguvu, mmeona askari wetu wanakuja kutoa huduma. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo tumepita kujifunza na kuona. Hata upande wa huduma za afya bado pia jeshi letu la polisi tumeweza kuona madaktari wapo, tunatoa huduma kama hizo. Na polisi wakati wote tumeendelea kuwa karibu na jamii kupitia deski maalum ya polisi jamii, kutoa elimu, lakini pia kutoa elimu juu ya masuala ya jinai, kuepusha masuala ya uvunjifu wa amani. Na pia tumeanza, hata kuna kitengo cha polisi bendi ambacho mmeona dakika za mwisho hapa tumeenda kucheza kidogo, lakini ni lengo ni kutoa elimu. Tumeona Usalama TV na lenyewe imeendelea kutoa elimu juu ya masuala ya jinai, jamii yetu kuepukana na jinai, lakini pia juu ya taratibu na taarifa muhimu zinazohusiana na masuala ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo yapo mambo mengi. Kwa faida ya muda nadhani niishie hapa kwa hatua ya sasa, labda kama kuna jingine lolote, lakini nadhani nimeeleza walau kwa uchache kwa sababu sijamaliza yote pia. Ni sahihi kusema hivyo kwa swali lako, lakini niseme tu kwamba niwahakikishie Watanzania, Tanzania nchi yetu chini ya Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, toka uhuru nchi hii imeendelea kuwa salama, na hata sasa ninavyozungumza iko salama na itaendelea kuwa salama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haipangiwi tarehe, siku zote iko tayari na tuko timamu katika kila maeneo. Tumejipanga na tunaendelea kujipanga. Nchi yetu iko salama, hakuna tishio lolote mpaka sasa na halitaendelea kuwepo. Na yale ambayo yamekuwa kama yakisemwa na wananchi kuwa ni matishio, tunaendelea kuchukua hatua. Tutakamata mhalifu, na ndio tulisema kwamba sisi tutaendelea kuchukua hatua kwa kila yoyote ambaye anaona ni mhalifu. Hakuna mtu kichwa ngumu mbele ya mkono wa sheria. Hakuna mtu yoyote ambaye akaona yeye ni Tanzania. Hakuna aliye juu ya sheria. Tutachukua hatua zote stahiki kwa yoyote ambaye atatishia au kufanya kitendo chochote cha uhalifu au kutoesha amani. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo umeona Sabasaba watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi na aende, anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa, kwenye maeneo ya biashara kama kawaida. Kote tupo. Wahalifu sio salama sana katika, sio tu kipindi hiki, kipindi chochote Tanzania sasa sio salama sana, kwa sababu tuna Mheshimiwa Waziri, tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza nchi. Kuna wakati unafika Mtanzania yeyote, kama ile ibara 27 ya katiba inasema kila Mtanzania ni mlinzi wa rasilimali ya nchi. Kwa hiyo Mtanzania mwenye kitu ukileta kuanza kuwanyanyapaa Watanzania mkosa habari za maana. Kwa
kuna matishio huwa yanaendelea kwenye mitandao. Mimi ninaamini kabisa Mheshimiwa Waziri, ili tishio la kesho halipo. Ila ninachoamini ni kwamba kuna mtu anaweza kukaa kwenye kompyuta au kwenye simu yake akatengeneza matukio kama haya ya taharuki, ikawa kwenye nchi, taharuki ikawa kubwa. Sasa unaona jeshi la polisi kila mahali lipo kwa sasa hivi, hata jijini Dar es Salaam wangefanya shughuli nyingine, wanakuja wengine labda wametoa pembeni na pembeni. Je, wizara yako na wewe mwenyewe mna mipango gani mikakati? Kwa sababu hawa watu wanavizia hizi sikukuu, ili isiwe kila sikukuu inayokuja mbele au Pasaka au Christmas au Muungano wanaibuka tena tutaandamana. Wakawa tuna hiyo njia, unajikuta tena serikali inatumia gharama kubwa kuweka askari kila mahali, kumbe ni upepo tu unaopita. Je, serikali ukiwa chini sasa hivi kama kiongozi wa jeshi la polisi, una mikakati gani sasa hivi ama kuanza sasa hivi operation ya moja kwa moja kuwabaini hawa watu wanaocheza na simu, kuvuruga taifa lenye amani? Mheshimiwa Waziri, mradi tu vizuri, hakuna shida, lakini je, mna mipango gani ya kudhibiti tu uhuni ambao unatengenezwa kwa ajili ya kuleta matishio kama haya ambayo Asante. Kwanza ni kushukuru sana na hakika nikupongeze, wewe ni mzalendo, kwa sababu leo ninazungumza kupitia vyombo vya habari. Niwaombe sana wamiliki wa vyombo vya habari, niwaombe sana waandishi wa habari, watu wenye weledi hawa, niwaombe sana mtu yoyote ambaye ana akaunti ya blog au akaunti zozote zile za kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hatua hii nitumie lugha ya kuwaomba. Tunazo sheria za nchi yetu. Tuna sheria ambazo zinakataza kurusha maudhui yoyote yanayotweza utu na heshima ya mtu, kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kufanya uchochezi wa uvunjifu wa amani kwa sura au kwa namna yoyote, kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kuvunja umoja, amani na mshikamano wa taifa letu. Kwa hiyo si tu kwamba kama ulivyosema vizuri mwandishi na mmiliki wa chombo, hatua tutakazozichukua sio tu kwa yule ambaye ametengeneza content au maudhui ambayo yanapelekea kuvunja amani. Tutachukua hatua pia kwa mmiliki wa chombo cha habari ambaye habari hiyo ambayo inavunja sheria ya kanuni za adhabu, inavunja sheria ya Media Content Regulation ya mwaka 2005, sheria ya maudhui, inavunja sheria ya Electronic and Postal Communication Act, inavunja katiba yetu, inavunja sheria nyingine zozote, kwa sababu kumekuwa na utaratibu wa kawaida, unataka kuonekana kama wa kawaida, lakini ni utaratibu wa kuvunja sheria. Mtu anakuja kwenye chombo chako cha habari, anazungumza vitu ambavyo moja, hakijachujwa na sio kwamba ana mamlaka, lakini pili, anazungumza jambo ambalo halijafata utaratibu wa sheria. Tatu, anazungumza jambo ambalo hana uhakika nalo wala hana vyombo ambavyo amelifanyia uthibitisho. Na nne, anazungumza jambo ambalo mwisho wa siku linaleta upotofu, kuvunja muungano wetu, kuvunja umoja wetu, na mbaya zaidi, kwa mujibu wa sheria ya media law zetu, vyombo vyetu vya habari, na nyewe waandishi wenye weledi nyinyi mnaonisikiliza mnajua, makanjanja wale tunaita makanjanja kwenye sheria, wapo mabushiroya, mnawaona kila siku wanahangaika, hawana kazi kwenye mitandao, wanahangaika tu kuzungumza. Unazungumza, wanafanya vitu ambavyo viko nje hata ya professionalism. Sasa tukiruhusu hivi, nchi yetu tutaigawa vipande, kwa sababu mtakumbuka mauaji ya kimbari kwenye nchi fulani yalitokana na matumizi mabaya pia ya vyombo vya habari. Ukiacha hata kwenye dini, zipo watu ambao walitumia mgongo wa dini wakapeleka mataifa yao kwenye machafuko. Vivyo hivyo wapo wanasiasa kwenye nchi mbalimbali walitumia fursa yao na haki na uhuru huo bila kujali mipaka iliyopo kwenye sheria, bila kujali masharti yaliyopo kwenye sheria, wakatoa kauli ambazo zilipelekea mataifa yao kuwa kwenye shida. Vivyo hivyo wapo wanaharakati kama mimi ambao nao pia walitumia vivyo hivyo na wakajikuta kwamba wakati mwingine kauli zao zimeenda kupelekea taifa kuingia kwenye shida. Mimi ni wasihi na natumia lugha hii sasa hivi kwa wema kabisa na kwa heshima na unyenyekevu mkubwa. Ninawaomba na kuwasihi sana Watanzania
wamiliki wa vyombo vya habari, wanasiasa, wanaharakati huru, na wote tunazungumzia amani ya taifa letu. Bila amani ya taifa, bila usalama wa taifa letu, hakuna raia mmoja aliye salama. Vurugu yoyote hakuna mshindi, kwa sababu mwisho wa siku vurugu hiyo inaweza ikamwathiri direct au indirect hata aliyeianzisha. Hakuna mshindi kwenye vurugu, hakuna mshindi kwenye vita. Hata kama ungekuwa bouncer vipi ukapigana na mtu mnyonge, yeye ikitosha tu kukung'oa jicho imetosha, hata kama ungempiga kipigo cha namna gani. Kwa hiyo wakati wote wa Tanzania tumekuwa tukizungumza mambo ya amani na usalama, mnadhani kama ni jambo ambalo halikuhusu. Linakuhusu, kwa sababu tuna ushahidi Tanzania. Yapo mataifa jirani yetu hapa tumewahi kuwalea hapa kama wakimbizi zaidi ya milioni 1 na kitu. Sasa hivi wamebaki 155,811. Wamekimbia mataifa yao kwa chokochoko ndogo, kwa matishio madogo. Kwa hiyo tusizani ni jambo la sifa, na sisi hatutakuwa na mzaha hata kidogo kwa mtu yoyote ambaye anavuruga amani ya taifa letu. Kwa hiyo nikijibu swali lako hilo, imebidi nieleze kwamba yoyote yule ambaye, na sasa tumeona wakati mwingine pia mnaanza kuona kwamba kuna kundi hili linasema hivi, kundi lile linasema hivi. Hivi vyote ni viashiria uvunjifu wa amani. Hakuna mtu hata mmoja tutakayemvumilia katika kipindi hiki. Sio tu kwa sababu mimi ni waziri wa mambo ya ndani leo, cheo ni dhamana, leo nipo kesho sipo, lakini ulinzi wa taifa letu na amani si jambo la kuchezea. Amani ikitoweka, ndugu zangu, mnafahamu nyie waandishi wa habari, mmeripoti taarifa toka labda wakati huo mmetoka vyuo mpaka leo mmekuwa wabobevu. Hakuna taifa ambalo likipoteza amani yake inarejea kirahisi. Amani haina mbadala. Ni jambo ambalo niwaombe sana wazazi wote, baba na mama, kaka na baba, shangazi, mjomba, mkanye mwanao, mwambie jinai hailipi, na bahati mbaya sana jinai haiozi. Ukifanya leo kosa la jinai ukazani ni mjanja, hujakamatwa leo, basi kesho pia hutakamatwa, lakini sio kesho kutwa tutakukamata. Utafanya jinai leo, utakimbia nje ya nchi, lakini jinai haiozi. Wapo watu walifanya makosa ya jinai miaka 10 iliyopita, 13 iliyopita, wengine wa mataifa mbalimbali tumewapeleka kule kwa kutumia sheria ya mutual assistance in criminal matters. Tuna treaties zipo ambazo tumezisign kama extradition treaties zipo. Tuna makubaliano na mikataba ya kimataifa, tuko kwenye Interpol. Utakimbilia wapi? Hivi kwa nini ufanye kosa la jinai alafu wewe mwenyewe ujinyime uhuru wa kusafiri kwa amani? Unajinyima uhuru, unasafiri kila sana makofia na makoti, utavaa mpaka nguo za kike kwa sababu ya kufanya jinai. Wewe ni mtoto wa kiume, utalazimika kuvaa nguo ya kike ili ufiche, ukwepe mkono wa dola. Mtoto wa kike atalazimika kuvaa suruali. Kwa nini ujinyime uhuru kwa makosa ambayo hayakusaidii, hayana tija yoyote? Ni rai yangu kwa Watanzania, na nawaomba na kuwasihi sana, hata wale wanaokuchochea kufanya uhalifu wa aina yoyote, hebu waulize. Tumepitia madhira hapa madogo ambayo Mheshimiwa Rais kwa masikitiko makubwa alisema never again. Never again. Sasa hao ambao wanachochea, hebu muulize, wewe unashupalia hili jambo, nani ndugu yako alipata madhira? Mtoto wake nani alipata madhira? Hakuna. Kwa tunachochea watoto wa Tanzania ambao wanajitafutia kipato kwa njia halali, tunachochea, na matokeo yake wanaopata madhara ni wengine. Lakini wewe unawatumia hawa kumwaga damu, unawatumia hao wavuje jasho ili wewe uwe na nafasi fulani, ili wewe upate mali fulani. Hili jambo halikubariki kwa Tanzania. Niwaombe sana, hata Umoja wa Mataifa tumeomba, mabalozi wetu wamefahamu, na nilitoa siku la ile siku ile. Hakuna sehemu yoyote anatafutwa mtu, wala tulengi mtu yoyote. Tunalenga amani na usalama wa taifa letu. Nilikusha toa kupitia wizara, kama kuna haki fulani tunaitaka ya kikatiba, katiba inatoa expression of rights, lakini imetoa uhuru wa sheria nyingine kutungwa
ili sasa ziweze kutoa utaratibu wa haki yako kuipata. Kuna masharti, kuna haki, uhuru na wajibu, lakini pia kuna wajibu ambao lazima uubebe kwa mujibu wa sheria na mipaka ya haki hiyo. Ukitekeleza majukumu hayo, wala hatuna tatizo, mtu yoyote yule hana tatizo. Na ndio maana unaona hata jeshi la polisi halimtafuti mtu yoyote asiye mhalifu, wala halina shida naye, kwa sababu raia walio wengi wema hawatekelezi wajibu na jukumu hili la kukemea wachache ambao ni waovu. Tusiwaunge mkono wanaotaka kuvunja amani ya taifa letu, tusiwachekee wanaovunja amani ya taifa letu, wala tusiwe sehemu, na tujitenge na wahalifu. Na Mheshimiwa Waziri, ambapo jana naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily. Haijatosha tu jamani. Kwenye upande wa idadi ya watu waliokamatwa sasa hivi kwa kusambaza taarifa ambazo zinakuchochea kuandamana na kadhalika, ni wangapi? Na mkakati ni upi sasa kuhakikisha kwamba tunakuwa na sustainable peace, kwa hiyo kwamba hii hofu tena haipo? Labda niongelee hili la idadi ya wangapi wamekamatwa. List ni not exhaustive, ndio jibu langu, kwa sababu naweza nikawa nasema sasa hivi hapa idadi, lakini tayari kuna wengine wameongezwa. Kwa hiyo list not exhaustive, itatolewa taarifa na mtakutana nao, na hawa lazima wafike mahakamani, lazima wafikishwe mahakamani, na hatua tutafanyaje? Tutazichukua, watapata wanachokistahili kwa mujibu wa sheria. Lakini la pili, nadhani hata ndugu yangu aliliuliza hilo swali, permanence, kukoma kwa hili jambo. Kumekuwa na tabia hiyo, Oktoba 29 matishio, wakasema Disemba 25, wakasema Januari tarehe 1, wakasema tarehe 9 Disemba muungano na nini. Sasa tukubaliane wa Tanzania, na iko hivi kwa mujibu wa sheria. Utaratibu huo wa maandamano, mikutano ya hadhara, mikusanyiko, yote imetajwa kwenye sheria zetu, na sheria ya Jeshi la Polisi na Huduma Saidizi sura namba 322 inatoa utaratibu huo, na imeanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, na katiba hiyo ikatoa haki ya kutungwa kwa sheria nyingine au wajibu wa kutungwa kwa sheria. Sasa utaratibu uko hivi, kwa sababu imekuwa ikitumika visivyo na kwa kuvunja sheria, na tunawavumilia, ili mtu awe na haki ya kusema kuna maandamano au hayapo, kuna mkutano wa hadhara, kuna mkusanyiko halali kisheria, mtu huyu anapaswa kuwa kwanza amekwisha andika barua na kupeleka kwenye Jeshi la Polisi, ili Jeshi la Polisi liwe na taarifa ya kusudio hilo la aidha mkusanyiko, kusudio la mkutano wa hadhara au maandamano. Na pili, barua hiyo lazima iwe na taarifa, na naweza nilieleza vizuri sana nani ambaye amepeleka barua, kiongozi, wahusika watakaohusika, eneo ambalo wataanzia hiyo shughuli, aidha ni mkutano, mkusanyiko au maandamano. Tutaanzia pointi A hadi B, iwe kwenye barua hiyo. Na tatu, makusudio au sababu ziwe zimeandikwa. Na nne, route, watatoka hapo kwenda wapi na nani atapokea. Na tano, inahitaji pia kusema kama kutakuwa na utaratibu mwingine wowote watakaoomba wa kiulinzi na usalama ili waweze kule. Lengo la kufanya hivi kwenye sheria ni nini? Ni ili kama wakulima wameamua kwenda sehemu fulani, ama ni kundi la wafanyabiashara, basi wanaohusika ambao hawahusiki na biashara na ambao hawahusiki na kilimo wasibuguziwe. Kama ni wafanyabiashara wako wenyewe hawahusiki labda na maandamano ya wakulima, basi wakulima hawa waweze kulindwa, kwanza wao wenyewe wasidhuriwe, lakini pili wasibugzi watu wengine, na tatu wasije wakatokea watu ambao wana nia mbaya wakajichanganya kwenye kundi lao na hatimaye wakaonekana wao wamefanya makosa. Haya mambo yako wazi. Hiyo sheria ya Police Force and Auxiliary Services haijatungwa leo, sura namba 322. Lakini vivyo hivyo hata katiba yetu sio ya leo,
pamoja na marekebisho yake zaidi ya 14 na marekebisho ya mwisho na mwaka 2005. Kwa hiyo wakati mwingine ni makusudi tu ya kupotosha ili mtu aweze kufikia malengo yake fulani. Utaratibu upo na uko wazi, na mtu anayefuata utaratibu hatuna shida naye. Shida ni pale ambapo mtu anatangaza kitu hicho, hajapeleka hata barua, hajafanya hatua yoyote sheria inayomtaka. Kwa hiyo sasa permanence ni kwamba itakuwa ni marufuku kwa mujibu wa sheria hizo kutamka jambo hilo la mikusanyiko ya watu au mkutano wa hadhara kama hujatekeleza nini? Wajibu huo wa kutoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Ni takwa la kisheria, wala sio kwamba natamka hapa au natunga sheria. Ni sheria tulizonazo. Sheria ya Police Force and Auxiliary Services kuanzia kifungu cha 44 kifungu cha 44 mpaka nadhani 46 kinaeleza kuhusu utaratibu huo. Umeeleweka waziri? Ndio. Kwa hiyo ukiwa kwenye vyombo vyako vya habari ukaona mtu anarusha ile anazungumza jambo hilo, muulize una barua, utaratibu umefuatwa? Sawa ndugu zangu. Mungu awabariki sana. Asante.